fungu la pili watakuwa wanasogea hapa kwenye madhabahu. Ni sikukuu ile. Wapendwa katika Bwana, tumekusanyika hapa kuwabatiza watoto hawa na watu wazima hawa kama alivyoamuru Kristo, ili wazaliwe mara ya pili, wawe viungo vya Kristo na warithi wa ufalme wa mbinguni. Ninaomba washarika tusimame. Tuombe. Mwenyezi Mungu uliye mchungaji wa taifa lako, unayeokoa watu wako na kuwafanyia ndani imani, tunakusihi ulihurumie kundi lako na wajalie watoto hawa na watu wazima hawa ambao wanakaribishwa katika urithi wako kwa njia ya ubatizo. Na kwa njia hii ya ubatizo wapokee wawe wako katika umoja wa jamaa ya Kristo. Wadumu katika imani, waokoe katika utumwa wa dhambi kwa agano la neema, wakaifikiria ahadi ya uzima wa milele uliotupa katika mwana wako Mwokozi wetu Yesu Kristo, aishe na kumiliki pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja milele na milele. Amen. Ninaomba washarika mketi. Sikilizeni neno la Mungu. Katika roho mmoja sisi sote tulibatizwa kwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa roho mmoja. Sikilizeni neno la Bwana wetu Yesu Kristo. Nimepewa mamlaka yote duniani na mbinguni. Enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku
siku zote hata ukamilifu wa dahari. Amini, amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa mbinguni. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Basi akawaletea watoto wadogo ili awaguse. Wanafunzi wake wakawakemea, ila Yesu alipoona hivyo alichukizwa sana, akawaambia, wacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa mbinguni ni wao. Amini nawaambia, yeyote asiyekubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata uingia kabisa. Akawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao, akawabarikia. Kwa kuwa katika imani ya Kikristo na waleta watoto hawa na ninyi watu wazima kwa ubatizo mtakatifu, ni wajibu wenu kukiri imani yetu, ambaye watoto hawa na ninyi watu wazima mtabatizwa. Je, mnamwamini Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Ninaomba washarika msimame. Kama ndivyo, mtajibu kwa kukiri imani ya mitume pamoja na washarika. Namwamini inaomba washarika kuketi. Katika imani hii, kwa msaada wa Mungu, mtaishi Kikristo nyumbani mwenu, ninyi watu wazima na ninyi ambao mwaleta watoto, mkiwalea watoto hao katika ibada na mafundisho ya kanisa, ili wamfahamu Kristo Mwokozi wao. Wazazi na wadhamini na ninyi. Ukurasa ule wa 364. 364. Ninaomba mkazie Mungu sauti kwa kujibu. Na wauliza tena, mnamkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote, sasa semeni ahadi ya ubatizo. Je, wazazi na wadhamini na ninyi ambao mnabatizwa watu wazima, mnaahidi mbele ya usharika huu mbele ya Mungu kuwa mtakuwa mfano mwema kwenu nyinyi watu wazima, mahali popote mtakapokuwa, na ninyi wazazi na wadhamini mtakuwa mfano mwema kwa watoto hawa? Wapendwa, mtakuwa waaminifu katika wito wenu kuwa washiriki wa kanisa la Kristo, ili watoto hawa na watoto wengine wote katika usharika huu na ninyi watu wazima mtakuwa katika imani, na ninyi wazazi na wadhamini mtawalea watoto hawa ili waweze kukua katika kumjua na kumpenda Bwana wetu Yesu Kristo. Washarika, ninaomba msimame pale kwa watoto hawa na watu wazima hawa mtakapounganisha. Tuombe. Ukurasa wa 365. Mungu wa rehema, kwa kubatizwa kwake mwana wako katika mto Yordani, akawa mmoja na sisi wenye dhambi, akatufunulia utu wetu wa kweli. Ujalie Adamu kwanza aliomo katika watoto hawa na watu wazima hawa, azikwe mtu mpya aonekane, twakusihi. Tuwaombea watoto hawa na watu wazima hawa, wape uwezo na nguvu za kumshinda shetani dunia na mwili, twakusihi.
Umjalie kila mtoto na mtu mzima anayebatizwa sasa ajaze Roho wako Mtakatifu kwa wema wako wa mbinguni, afanye mrithi wa ufalme wako wa milele kwa rehema yako twakusihi. Amen. Ninaomba mketi. Sasa tunapoingia kwenye ubatizo, kubatiza katika jina Beneza Fredi na kubatiza katika jina Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwaya wanawake muendelee wakati tunaendelea. Kubatiza katika jina Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
Tuombe. Tunakushukuru kwa moyo Baba wa rehema, kwa kuwa umewajalia watoto hawa na watu wazima hawa kuzaliwa mara ya pili kwa Roho yako Mtakatifu, ukawachagua wawe wako na kuwaingiza katika kanisa lako takatifu. Tunakusihi uwalinde, uwasaidie waweze kuyashika hayo mema yako waliopewa leo na kudumu nayo. Neno lako liwamulikie, liwaongoze katika uchaji wa jina lako takatifu. Mwisho wape fungu lao mbinguni uliowaidia pamoja na watakatifu wote, kwa yeye Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Tuombe. Sote tuliobatizwa omba tujalie tusipoteze neema ya ubatizo wetu, bali tudumu ndani yake katika imani, uthabiti na utii wa neno lako la uzima, kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ninaomba mketi. Ninaomba basi mwangeukie washarika. Wewe Mwamtwango. Asante sana wale ambao watasubiri kipaimara, waliobatizwa watu wazima, na wale ambao wako kwenye hawashiriki sakramenti ya meza ya Bwana, yani hawana ndoa ya Kikristo, nitaomba mtarudi, na wale wengine wanaoshiriki sakramenti ya meza ya Bwana wenye ndoa takatifu watabaki hapa mbele. Nitaomba wale ambao hawashiriki sakramenti ya meza ya Bwana, nitaomba na ninyi wanafunzi wa kipaimara mtarudi. Watabaki wale wanaoshiriki wazazi. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa ajili ya rehema zako nyingi unazotutendea sisi kila siku. Tunakushukuru kwa kuwatunza na kuwasaidia wazazi hawa saa ya kuona uchungu na mahangaiko. Hata kwa ulinzi wako umewajalia kuwapa watoto hawa na kuwaweka mikononi mwao salama. Na leo kwa njia ya ubatizo wamepokelewa kuwa katika kundi lako na warithi wa uzima wa milele. Baba Mungu, kwa hayo yote wazazi hawa wako mbele yako na mbele ya usharika huu kutukuza na kushukuru kwa huruma zako nyingi kwazo zisizochunguzika. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo twaomba uwasikie. Amen. Nitaomba mseme yale maneno. Mtukuze Bwana roho yangu, yote zilizo ndani yangu, mtukuze jina lake takatifu. Mtukuze Bwana roho yangu, nisisahau yote Bwana aliyonitendea. Ee Bwana, nisikie kuomba kwangu. Tuombe. Mungu, tunakuomba uwalinde wazazi na watoto hawa, wawe na nguvu ya kimwili na kiroho. Wajaze wazazi Roho Mtakatifu wako, wapate kuwalea watoto hawa kwa upendo, ili wakujue wewe Mungu, wakutii, wawe na ujuzi wa kufanya mapenzi yako. Amen.
naomba mwageukie washirika na washirika, naomba mapokee kwa yale mengi na wengine watengeneze maisha yao, na Mungu awabariki. Nendeni katika amani ya Bwana.